الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika Qur'ani kuna neno limetumika linaloitwa fusuq, au kwa Kiswahili tutasema ufasik. Neno hili katika maumbo tofauti limekuja mara 13 katika Qur'ani, na likiwa na maana ya kutoka katika kumtii Mwenyezi Mungu, kama ilivyokuja katika suratul Kahfi aya ya 50. Mwenyezi Mungu alipokuwa anaeleza malaika walipotii kumsujudia baba yetu Adam sijida ile ya heshima, na Ibilisi alivyokataa. Kule kukataa kwake, Mungu anasema akawa ametoka katika kutekeleza na kutii amri za Mwenyezi Mungu. Anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amri rabbi, kwamba wote wakasujudia isipokuwa Ibilisi ambaye asili yake ni kutokana na majini. Yeye alifanya ufasik, alitoka katika kutekeleza amri ya Mola wake. Kwa hivyo ufasik maana yake ni kutoka katika njia ya sawasawa. Wanazuoni wakatueleza ufasik unagawika sehemu mbili. Kuna ufasik unaoitwa mkubwa, ambao huwa unamtoa mtu kwenye Uislamu moja kwa moja, kama vile ilivyokuwa kwa Ibilisi. Na kuna ufasik unaitwa mdogo, aina ya pili, haumtoi mtu katika Uislamu, lakini anakuwa amefanya moja ya madhambi makubwa kabisa, kama vile mtu anapofanya madhambi hadharani, anadhihirisha madhambi hadharani, kama vile mtu anapodumu kwenye madhambi, kwamba haya ni madhambi, makosa, anajua na anayang'ang'ania, hataki kuacha, kama vile mtu kutowatii wazazi wake wawili, kuwa asi. Haya yote ni katika aina ya ufasik, lakini unaitwa ufasiki mdogo. Na ufasik ni katika mambo anayoyachukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatueleza katika surati Al-Hujurat aya ya 7, anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, walakinna Allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, kwamba mjue kuwa Mwenyezi Mungu amependezesha kwenu nyinyi imani, na mbali ya kuwa amependelea hiyo imani, kisha akaipamba katika nyoyo zenu. Wakiambiwa masahaba, lakini wakiambiwa wafuasi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sifa yao ya sawasawa ndiyo hii. Lakini si hivyo tu, wakaraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana, na yako mambo Mwenyezi Mungu anachukia kwenu msiwe nayo. Ya kwanza ukafiri, ya pili ufasik, kutoka katika kumtii Mwenyezi Mungu, na uasi. Wanaoshikamana na imani iliyopendelewa pamoja na kupendezeshewa imani katika nyoyo zao, wakatambua kwa Mwenyezi Mungu anachukia ukafiri na ufasik na uasi, mwisho Mwenyezi Mungu anasema ulaika humur rashidun, hao ndio wale walioongoka, walio wasawasawa. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno hili fasik limekuja katika Qur'ani mara 13. Miongoni mwa mara hizo ni katika suratul Baqara aya ya 26, lakini aya inayofuata ya 27 ikataja sifa za watu mafasik. Utajuaje kama huyu ni fasik? Mwenyezi Mungu akasema kwenye aya inayofuata akitaja sifa mbili. Ya kwanza, baada bismillahir rahmanir rahim, anasema alladhina yanqudhuna ahda Allahi min ba'di mithaqi, ni wale wanaovunja ahadi ya Mwenyezi Mungu, mkataba wa Mwenyezi Mungu na wao, baada ya kuwa mkataba ule, lugha ya kueleweka, umekwisha sainiwa. Wanazuoni wakatupa tafsiri mbili za kuelewa. Ya kwanza, wanatukumbusha maneno ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani kwamba sisi tulichukua ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu, ni kama tulisaini mkataba kabla ya kuja ulimwenguni ya kumwabudia yeye na kutomshirikisha, na sisi ndio mashahidi wa mkataba ule. Kwa hiyo sifa ya mafasik ni kwamba mkataba waliosaini wenyewe kati yao na Mola wao, wamekuja ulimwenguni wanauvunja. Tafsiri ya pili wakatuambia ni kuwa sisi tumo ndani ya Uislamu. Kuwa tumo ndani ya Uislamu, huo ni mkataba kati yetu na Mwenyezi Mungu. Sifa ya mafasik, wamesaini mkataba huo, halafu wanachagua vifungu katika mkataba kuvifanya. Mkataba ule unataka uwatii wazazi wako wawili, halafu unasema najua, lakini hiyo sifanyi maadamu ninaswali, lakini sina swali. Unachagua vipengele, kile kinachoitwa cherry picking. Haimo, hairuhusiwi, sio sawasawa, inakupeleka kwenye kundi la mafasik. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani kwenye suratul Baqara, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Mwenyezi Mungu anasema, enyi wale ambao mlioamini kikweli kweli, ingieni katika Uislamu kwa ujumla wake. Usichague kwamba anajua hili alifaa inafanya, lakini sinafanya hili. Sawa, ndio, lakini kuna hiki inafanya. Hapana. Sifa ya mafasik, alladhina yanqudhuna ahda Allahi min ba'di mithaqi, wamesaini mkataba kisha wanavunja mkataba ule. Wanachagua swala 5, wanasema najua, lakini nitaswali Ijumaa tu. Riba haifai, anasema najua, lakini hii inaendelea, lakini huku sinatoa sadaka. Hiyo sifa ya kwanza. Sifa ya pili,
Mwenyezi Mungu anasema wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala. Sifa ya mafasiq, wanakata kile ambacho Mwenyezi Mungu ameamrisha kiungwe. Wanazuoni wakatuambia hapa kinachokusudiwa ni udugu. Mwenyezi Mungu ameamrisha tuunge udugu. Sifa ya mafasiq ni kuwa wao wanakata jambo moja ambalo Mwenyezi Mungu ametuwekea. Hakuna yoyote kati yetu alichagua ndugu zake. Hilo jambo Mwenyezi Mungu ametuchagulia. Hakuna mtu aliyochagua wazazi wake. Hakuna mtu aliyochagua familia yake kwa ujumla kwamba huyu ndo awe fulani awe fulani. Huna mamlaka ya kukata kitu ambacho hukuchagua wewe. Kunaweza kukawa na migogoro katika familia, lakini si jambo jipya. Mwenyezi Mungu ametutajia katika Qur'ani migogoro ya ndani ya familia. Angalia watoto wa Nabii Adam, mtu na ndugu yake. Angalia Nabii Yakubu na wanawe. Muangalie Nabii Yusuf na ndugu zake. Hiyo ni migogoro ya familia ndani ya Qur'ani. Pamoja na hali hiyo, Mwenyezi Mungu hajaturuhusu kukata, anasema unga udugu. Inawezekana kabisa uo kwako wewe unaoona mgogoro haufiki kwenye nafasi yoyote na migogoro hiyo. Muangalie Nabii Nuhu na mwanawe, ni mgogoro. Pamoja na yote hayo, Mwenyezi Mungu anasema sifa za watu mafasiq, wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, wanakata yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha yaungwe. Hakuna aliyochagua ndugu. Inawezekana kabisa ndugu uliozaliwa naye, ukijiangalia wewe na namna alivyo, lau si ule udugu unaona kabisa hakuna mnachofanana chochote. Lakini juu ya hivyo Mwenyezi Mungu ameamrisha kuunga udugu. Hukuchagua wewe. Rafiki umechagua, mke au mume umechagua. Ukikata kwa sababu zako zozote utakazokata, hiyo mbali. Usithubutu kukata ambacho hukuunga wewe wala hukuchagua. Sifa za watu mafasiq, Mwenyezi Mungu anasema wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, wanakata yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha yaungwe. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة، وعن أزواج نبيك وعمي وسبطيه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.